sijui kuna mhenga ambaye aliwahi kutumia jiwe kuwasha moto. Kama uliwahi kutumia jiwe ama kama uliwahi tumia jiwe kuwasha moto, wana majenzi wanataka hiyo idea. Saa zingine viberiti vinasumbua, unaenda kwa nyumba hauna kiberiti kimeisha, hauna vile utafanya. Sasa ile idea ile tulikuwa nasoma kwa vitabu kwamba watu wa kitambo walikuwa wanatumia mawe kama mawili hivi wanagonga nisha hivi, sijui ilikuwa kwa muda upi, hadi inafika kipindi ambapo yatatoa cheche za moto. Kisha inapotoa cheche, basi kuni ndio hizo haraka wameasha. Hiyo kuna moto wa ingo, ule moto wa meko wa jikoni, unapatana na kuni ambazo hazijakauka vizuri, ndio moto wake vizuri. Hata kama una kiberiti, kuna wale tu wanajulikana kuharibu viberiti. Na wanajulikana wanaambia fulani akikuja kwa jikoni acha vijiti mbili ndani ya kiberiti because ataharibu. Sasa nilikuwa najaribu kuimagine yule ambaye hutumia viberiti vingi kujaribu kuasha moto ukikataa kila wakati. Alafu wengine wanaona tu mafuta yamepanda, wanafungua koroboi, wanatilia mafuta kwa kuni. Shwari. Na wanaambiwa mafuta yamepanda. Unapata jamaa anatilia mafuta pale kwa kuni, na ndio akistrike chwa, kutakuwa na inaka mara moja. Unaona? Lakini kuna wale walikuwa na asha na jiwe. Sikia, ndio hivyo. Kama kuna mwenga yote ambaye anajua kufanya hivyo, ningeomba tutafutane. Hata mimi nataka hiyo idea sana. Nataka nijue, na je, alikuwa tu mawe kila aina ama kulikuwa na special stones? Because nishawahi jaribu kufanya hivyo vile tulikuwa nasoma kwa social study, kwa GHC. Nilikuwa nasoma kwa GHC bwana. Sasa kajaribu tu cheche bwana. Kwa mnafanya aje? Kama kuna mwenga alikuwa huo wakati wa kuasha moto kutumia jiwe kiberiti kabla kije, mlikuwa mnafanya, how did you used to do these things? Nataka notes. Hizo notes nazihitaji sana. Huku mbeleni naona nikiacha kununua viberiti. Sasa kwanza natakusanya tu mawe, alafu nafanya hivyo. Uchumi ni